Shantu aiangalie Mswakini kwa jicho la huruma, kwa sababu ni eneo ambayo iko maeneo ya Tarangire na ni korido ya kutoa wanyama kupita Tarangire kuelekea Ngaruka mpaka Ngorongoro. Tuone ni jinsi gani serikali inatengeneza mazingira ya kuweka magari ili iwasaidie wananchi kwenye kero ya wanyama kwenye mashamba yao. Na mimi nataka niwaahidi hili nimelipokea na mtasikia nikiomba serikali kuwasaidia. Na amesema sasa ile mheshimiwa diwani vizuri hapa kwamba hata ile bwawa tukilirekebisha itakuwa ina uafadhali kwamba wanyama nao watatumia na mifugo yetu watatumia, na itaondoa kero ya wanyama kwenda kuharibu mabomba, kwa sababu tayari kuna sehemu wanyama watakapo kwenda kupata maji. Na nafikiri mimi nilibebe kwa uzito huo, nitapeleka na wizara wenzetu ya maliasili itusaidie, kwa sababu tuna share kwamba mifugo watakunywa lakini na wanyama nanyo watakunywa. Mimi nimelibeba hilo kwa uzito wake mkubwa kabisa kuhakikisha kwamba tunafikia malengo hayo. Tunalo pia bwawa letu la kata linaloitwa Nguvu Kazi. Ni bwawa ambalo limejaa tope. Ni bwawa ambalo linatusaidia sana mifugo yetu, lakini pia mifugo ya serikali. Bwawa lile tukilipata itatusaidia wanyama, itasaidia sana wanyama pori kutumia bwawa lile na kuacha kuharibu miundombinu ya maji. Kwa sasa wanakosa pa kunywa maji, wanakwenda kuharibu miundombinu ya maji. Unafahamu fika kwamba tunayo kisima kile kinachotoka Naitolia ambacho ndicho kinacholisha kata nzima, lakini tunapata uharibifu kwa sababu ya wanyama. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge, nikuombe sana hilo, unalifahamu kwamba liko nje ya wilaya kwa sababu ya budget, lakini unaweza ukalisukuma sana huko bungeni na tunakuamini kwamba unaweza ukatusaidia. Ni kweli kwamba eneo la Mswakini linazingirwa na maeneo ya hifadhi muhimu, hifadhi ya Tarangire yenye maarufu mkubwa wa kuwa na tembo wengi. Vile vile kuna hifadhi ya jamii ya Randileni, na Mswakini kwa vijiji vyote ni wanachama wa hifadhi ya jamii ya Randileni. Kwa hiyo juhudi za serikali katika kukabiliana na wanyamapori wakali na haribifu, mojawapo ni kushirikisha jamii, kwa kuwa hili swala ni shirikishi. Jamii inaweza ikashiriki kwa namna nyingi. Mojawapo ni mipango bora ya matumizi ya ardhi, ambao katika mipango bora ya matumizi ya ardhi wananchi wa Mswakini ni mashahidi. Kwa pamoja mlikubali kuanzisha pori la hifadhi ya jamii la Randileni, ambao kiuchumi vile vile linatusaidia. Lakini katika pori la hifadhi ya jamii ya Randileni pale na wenyewe tunashiriki katika kupunguza vitisho dhidi ya wanyama hususan tembo. Ukizingatia kipindi cha nyuma kabla haijaanzishwa pori la jamii la Randileni, kulikuwa kuna matukio mengi ambayo ni ya vitisho, wananchi walikuwa wanauawa, lakini baada ya Randileni kuwepo kupitia mipango bora ya matumizi ya ardhi kuna upungufu mkubwa, ingawa bado tatizo lipo.